Naitwa Nasibu Kitabu, ni afisa mtendaji wa taasisi ya Juza Waste Pickers Initiative, na leo tuko hapa kwenye viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo inafanyika hapa kwa siku ya leo. Na sisi pamoja na timu yote tuko hapa kuhakikisha kwamba tunatoa elimu hii ya namna gani tunaweza kutunza taka zetu na kudhibiti taka za plastiki. Sasa tuko pamoja na waste picker wa kutoka dampo la Chidaya na wengine wa hapa jiji, ambao wote kwa pamoja tunahudhuria katika maadhimisho haya siku ya leo. Kimsingi tunapenda kutoa shukrani zetu sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amefungua milango ya uwekezaji, na sasa viwanda vingi vya uchakataji wa taka za plastiki vimekuwepo hapa nchini, hususan katika jiji la Dodoma. Tunashirikiana na kampuni kubwa sana ya urejeshaji wa taka hizi za plastiki inayojulikana kwa jina la El Shahati Trading Company Limited, ambayo iko hapo Mpamaa, ambayo na yenyewe imetoa msaada mkubwa sana kwa vijana wa waste pickers ambao wanaokota taka, kitu ambacho kinapelekea sasa kuwa na uwezekano mkubwa wa kukusanya taka nyingi za kuondoka kwenye mazingira. Kama inavyoeleweka kwamba kauli mbiu yetu ya siku ya mazingira duniani mwaka huu 2025 inasema kwanza kwamba mazingira yetu na Tanzania ijayo tunapaswa kuwajibika sasa na tudhibiti taka za plastiki. Kwa kauli mbiu hiyo tutaona kwamba hawa vijana ambao wanaokota hizi taka ni watu muhimu sana kwenye swala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa maana hiyo tunatoa rai kwa watu na wadau mbalimbali pamoja na serikali sasa kutambua mchango mkubwa wa vijana ambao wanaokota taka, ili tuweze kufanya kazi hiyo na kutunza mazingira yetu ili iwe salama, kwa sababu inafahamika taka ya plastiki ni taka ambayo haiwezi kuoza na uwezekano wa kuweza kukaa miaka zaidi ya 500 chini ya ardhi. Sasa itatuletea shida kama hatukuweza kuchukua hatua sasa. Na niwapongeze ambao wameona kwamba kauli mbiu hii inafaa, na ni kweli inafaa, kwa sababu inaelekeza kwamba sasa ndio wakati muhimu na wa kuweza kuwajibika. Vinginevyo tutaingia kwenye changamoto kubwa sana, kama ambavyo tunaelezwa na ripoti ya UNEP, kwamba UNEP inasema kwamba kama hatukuchukua hizi hatua sasa hivi, basi itakapofika mwaka 2050 tutakuwa na taka nyingi za plastiki baharini kuliko samaki tuliokuwa nao. Sasa unaweza kuona hatari hii ni kiasi gani. Kwa hiyo tunatakiwa kwa kweli kuendana na hii kauli mbiu ya mwaka huu, tufanye kazi ya kudhibiti matumizi ya plastiki. Hiyo ndiyo itakayotuokoa. Kusema kwamba tunaweza kueliminate kabisa plastiki, hii sio kweli, lakini sasa tunatakiwa kumanage taka zetu, na sisi ndicho tunachokifanya. Na hapa Dodoma tunakwenda mbali zaidi kuweza kudhibiti taka nyingi zaidi kuendekea kwenye dampo letu la Chidaya, ambayo tunaamini kwamba kwa kufanya hivyo pia tutakuwa tunazuia kiasi hicho cha taka kwenda kwa Chidaya kutuletea matatizo mengi sana ya mabadiliko ya tabia nchi. Karibuni sana wadau wote ambao mmekaribia hapa kwenye maonyesho haya, mfike katika banda hili la Juza Waste Pickers Initiative, ili sasa muweze kujionea kazi inayofanywa, kazi kubwa sana ambayo inafanywa na vijana wetu, na pia muweze kuelewa nini hasa taka hizi zinakwenda kufanywa, na pia mpate maelezo ya kuona taka hizi zinaweza kuwa uchumi mkubwa sana kama tutakuwa tunazitafuta na kuzitunza vizuri. Kwa hiyo sisi tunasema taka ni fursa, na taka hizi zinatakiwa kutunzwa vizuri, kwa maana taka zisipotunzwa zinakuwa takataka. Kwa hiyo tunataka taka zitunzwe vizuri ili zigeuke ziwe fursa kwa jamii na katika kutengeneza uchumi wa mzunguko kwa maana ya circular economy. Asante sana. Naitwa Paulo Gogo, ni mshauri wa ufundi na mtaalamu wa miradi kutoka taasisi ya Juza Waste Pickers Initiative. Leo tuko hapa Dodoma tukishiriki katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Siku ya leo kuna maonyesho mbalimbali ya namna gani utunzaji wa mazingira unafanyika katika nchi yetu. Kwa hiyo taasisi mbalimbali zimekusanyika hapa Dodoma kufanya maonyesho hayo, na sisi Juza Waste Pickers Initiative ambayo ni taasisi ya kimazingira ambayo tunafanya kazi ya kukusanya na kurejeza taka na kuwasaidia wakota taka hapa Tanzania waweze kufanya wajibu huu
kikamilifu. Kwa tuko hapa sisi tukishiriki, tukionyesha maonyesho yetu ya namna gani tunakusanya hizi taka za plastiki, taka za makopo, taka za karatasi, namna gani hizi taka tunaziendeleza ili waweze kujipatia kipato. Kwa hiyo taasisi yetu na waratibu wa taka kuhakikisha kwamba wanafanikiwa, tunaunganisha na masoko, tunatatua changamoto zao kama vile kuwapatia vitendea kazi, vifaa vya kujikinga na kadhalika. Asanteni sana. Karibuni sana kwenye banda letu la Use the Waste Picker Initiative hapa Dodoma katika siku ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Mbele yenu mnatuona hapa nipo na wakota taka ambao wanafanya kazi katika dampo la Chidaya katika jiji la Dodoma. Leo tumekusanyika pamoja kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na serikali katika maadhimisho ya muhimu, kuonesha na sisi kazi zetu za uokotaji taka na utunzaji mazingira katika jiji letu la Dodoma. Hawa ni wakota taka wachache wawakilishi ambao wako zaidi ya 100 kule Chidaya. Kwa Use the Waste Picker, baada ya kufika hapa Dodoma, tumeona kwamba ni muhimu vile vile tufanye kazi katika kuwawezesha hawa wakota taka ambao wanafanya kazi muhimu sana katika dampo la Chidaya. Hawa wanakota taka za mbalimbali ambazo zinachanganywa na taka nyingine kule Chidaya. Kwa hiyo wanazikusanya zile taka na kuweza kuwauzia watu mbalimbali ambao wanarejeleza hizo taka na wao wenyewe wanajipatia kipato. Kwa Use the Waste Picker tunataka kurasimisha rasmi hawa wakota taka kule Chidaya ili wafanye kazi nzuri. Maana sasa tutawasajili wao na kikundi ambacho kina katiba na kina utaratibu wa kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo kikundi hiki kina viongozi wao ambao wako hapa nao watazungumza, lakini muhimu kwamba tunataka tuhakikishe kwamba hawa wakota taka wanafanya kazi zao katika mazingira mazuri. Kama mnavyoona hapa, wamependeza, wamevaa nguo za kazi ambazo zimetolewa kwa hisani ya Use the Waste Picker Initiative. Na tuishi hapa tukapatia vifaa vya kufanyia kazi kwa usalama. Tutawapa elimu inahusu afya na usalama katika eneo la kazi, lakini vile vile tutawapatia elimu ya masuala mazima ya ujasiriamali kama kujieleza taka ili waweze kupata kipato zaidi. Lakini tutatoa elimu ya mambo ya fedha, wote hao watakuwa na akaunti. Tumeshazungumza na wenzetu wa benki ya Equity kwamba watakuja kuwapa elimu ya fedha na wao wote wao kufungulia akaunti ili wajiwekee fedha kidogo kidogo waweze kujikwamua wao na familia zao. Pia tutaishia hapo, pia tuhakikisha kwamba hawa wenzetu wa Chidaya wote wanapata bima za afya wao wenyewe na wategemezi wao katika familia zao wawe na bima za afya ili wawe na uhakika wa afya bora, afya njema, na waweze kufanya kazi zao kwa uzuri na kwa uhakika. Kwa hiyo ninaomba nimkaribishe kiongozi wao, mwenyekiti, naye azungumze kidogo kuhusu siku ya leo na kikundi chao cha wakota taka wa dampo la Chidaya. Sisi kama wakota taka tunawashukuru Juza kwa kutualika kwenye kikao chao hichi, na tunaomba kampani yao wazidi kutupa kampani kwa sababu ndo mwanzo tumeanza nao. Kwa hiyo tunaomba kampani yao zaidi, ila tunawashukuru kwa kutualika leo. Sawa. Naitwa Lea Hobe kutoka dampo la Chidaya Matumburu, kata ya Matumburu. Sisi tunashukuru tu kwa kuja hapa kwa ujio wetu, kwa kutualika. Kweli tunaomba tu na sisi watusaidie tunavyochukua kule taka. Mimi sina mengi ya kusema.